Kwa wewe ambaye unahitaji kukua kiroho, unahitaji kumsogelea Mungu, unahitaji kumkaribia Mungu, unahitaji kumsikia Mungu, kuishi kwenye mapenzi ya Mungu, njia nyepesi na rahisi ni kuyatazama maisha ya Yesu Kristo kipindi akiwa kwenye ulimwengu. Kuna mambo matano ambayo Yesu Kristo alijihusisha nayo, ambayo tukiwekeza kwenye mambo hayo tunaweza tukamkaribia Mungu, tunaweza tukamsikia Mungu, tunaweza tukakua kiroho, tunaweza tukamsogelea Mungu. Tukiweza kuwekeza kwenye mambo hayo matano. Kwenye maisha ya Yesu Kristo tunaona utakatifu, tunaona sadaka, yeye mwenyewe alijitoa kama sadaka. Lakini kwenye maisha ya Yesu Kristo tunaona maombi, alikuwa ni mtu wa maombi. Kwenye maisha ya Yesu Kristo tunaona mifungo, alikuwa ni mtu anayependa kufunga. Lakini kwenye maisha ya Yesu Kristo tunaona vile vile alikuwa ni mtu wa neno. Kipindi yule adui wa shetani anamjaribu, Yesu Kristo aliweza kumshinda shetani kupitia neno la Mungu. Alimwambia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Vile vile alimwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa nini alikuwa anasema imeandikwa? Imeandikwa kwa sababu alikuwa analijua neno, na neno lilikuwa ndani ya moyo wake. Ndio maana ilikuwa ni rahisi yeye kulisema. Neno la Mungu linatuambia kwamba yanayomtoka mtu kinywani ni yale yaliyoujaza moyo wake.